Wapo watu ambao wamekuwa wanasema maneno ya kupotosha juu ya tume zilizoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama. Kwanza, katika muktadha wa sheria za kimataifa, Mheshimiwa Rais yuko sahihi na nchi iko sahihi. Katika muktadha wa sheria zetu za kikanda na kitaifa yuko sahihi. Mtakumbuka ndugu zangu, baada ya vurugu zilizojitokeza baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, Mheshimiwa Rais na sheria za kimataifa zinataka hatua nchi yenyewe ianze kuzichukua katika hatua ya kwanza. Na katika hatua ya kwanza Mheshimiwa Rais aliunda tume ya Mheshimiwa Jaji Chande. Tume iliyoundwa ya Mheshimiwa Jaji Chande, wajibu wake wa msingi ilikuwa ni kufanya fact finding, kutafuta ukweli na uhalisia wa changamoto zilizojitokeza katika vurugu wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Huo ni msingi mkuu wa kisheria. Hatua ya pili, mtakumbuka, ilikuwa ni yenyewe kuleta taarifa hizo, uhalisia na ukweli na ushahidi uliotolewa na Watanzania, makundi mbalimbali na mtu mmoja mmoja, ili sasa hatua stahiki ziweze kuchukuliwa baada ya ukweli ambao umepatikana. Ukweli huo usaidie hatua ya pili ya kupata tume ambayo itakuwa tume ya kijinai. Katika tume hii ya kijinai ya Jaji Lila, mtakumbuka, imeundwa na sasa inaingia kazini. Na ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie na niwahakikishie, serikali iko very serious na jambo hili. Hatutaonea mtu wala hatutapendelea mtu. Hata kama ni Katambi anahusika, atawajibika. Sheria ni msumeno. Yeyote ambaye anahusika kwa mujibu wa tume ya kwanza na kwa mujibu wa tume ya pili itatafuta taarifa, awe kiongozi wa serikali, awe ni kiongozi mtu binafsi, awe iwaye yoyote, awe ni raia aliyehusika katika changamoto hizo tulizokwenda kuzipata, atawajibika kwa mujibu wa sheria. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.